Baada ya siku ya jana kutoka kwa taarifa nzuri sana ambazo ziliwafurahisha mashabiki wa klabu ya Young Africans, lakini zikawa ni huzuni kwa baadhi ya mashabiki wa klabu ya Singida Black Stars, kwa maana Damaro Kamara pamoja na Maarufu Shakei kwenda mitaa Twiga na Jangwani, wakati Musa Barakonte pamoja na Mohamed Dumbia wao wakienda mitaa ya Singida Black Stars kwa chui mweusi. Lakini zikiwepo na taarifa zingine kama unakumbuka vizuri za Celestine Ekua, naye pia akihusishwa kwamba huenda akapitishiwa panga kabisa, naye pia akaambiwa nenda klabu ya Singida Black Stars kwa mkopo mpaka pale ambako mwili wako utakuwa tayari kwa ajili ya mashindano na kuongeza ushindani mkubwa sana katika kikosi cha Young Africans. Hiyo ya Celestine Ekua bado haijawa verified. Ikiwa verified tutaileta kwako, lakini tumekudokezea mapema sana. Kuna moja ya mada nzuri sana ambayo ilianzishwa. Moja ya mada ambayo wataalamu wa soka, vipindi mbalimbali vya michezo vilizungumza mambo mengi sana. Lakini sisi tukasema tutamtafuta Zuberi Super Mkaraboko, mkali wa hizi kazi, na pia atakuja kukupa ufahamu wake, uelewa wake kuhusiana na jambo hili. Ni mada gani hiyo? Utatusikiliza vizuri wakati ambapo nitakuwa nazungumza na Zuberi Super Mkaraboko. Ila kwa wakati huu naomba nishushe pumzi na nikupe taarifa njema kutoka katika kampuni safi ambayo inazalisha mtandao wenye kasi ya hali ya juu, kwa maana ya kampuni ya Yas. Yas kwa kushirikiana na Data Sports wamekuletea urahisi wa kupata interneti safi, kwa maana pocket MiFi nzuri ambazo zinauzwa kwa shilingi 50,000. Ni 50,000 tu, wala sio 100,000. No, ni 50,000. Lakini 50,000 hii ni kama utainunua ikiwa haina bando ndani yake. Kama utahitaji kuwa na bando ndani yake, itabidi ulipie 100,000 na 20,000. Kitu kimoja kizuri kutoka kwa pocket MiFi hizi ni kwamba, mwanafamilia wa Data Sports, pocket MiFi hizi inabebeka, kwa maana popote pale ambapo utaenda utaiweka mfukoni, utaiweka kwenye begi, utaiweka kwenye pochi kwa dada zetu. Lakini kingine ni kwamba ni unlimited, kwa maana ya bando lake ni unlimited. Hapa hauzimi data. Lakini kingine kizuri ni kasi yake ya 4G, kwa maana ina kasi ya hali ya juu. Na jambo lingine la mwisho ni kwamba hautojiconnect mwenyewe. Kama kuna mtu atahitaji internet, utamconnect na utamwambia pocket MiFi hizi zinauzwa na Data Sports, lakini ni pocket MiFi zinazozalishwa na kampuni ya Yas. Hilo ni moja nzuri sana. Lakini kingine labda ni kujulishe tu kwamba tunazo pia router safi za 5G kutokea Yas pia, ambazo hizi tunaziuza kwa 250,000 tu, na ndani yake kuna kuwa na internet ya bure mwezi mzima. Kuhusiana na wapi ulipo wewe, tutafute popote pale ulipo, sisi tutakuletea tena free delivery. Lakini kingine kizuri ni kwamba tutafanya setup zote za internet. Tutembelee Data Sports, wasiliana na sisi ujipatie router safi kutoka Yas. Sasa twende tukamsikilize Zuberi Super Mkaraboko na nini ambacho nimezungumza naye. Twende. Sawa. Zuberi Super Mkaraboko, habari za mkoani Morogoro? Morogoro, namshukuru Mwenyezi Mungu kaka. Mambo yanaendaje huko ndugu yangu? Huko kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu siha zetu njema. Na hali ya hewa imekuwa rafiki na maisha yetu kila leo. Kwa maana jua na mvua tunapata kiasi kimoja maeneo muhimu sana kwenye mazingira. Siku ya 365. Mungu mwema bwana. Mungu mwema kwa kweli, Mungu mwema. Sawa, Zuberi, tunazo mambo mengi sana ya kuzungumza, lakini jambo moja zuri sana ambalo tumekuwa tukiulizwa na watazamaji wa Data Sports ni kuhusiana na hii tabia ambayo imeonekana kutoka kwa vilabu vyetu vikubwa hivi viwili kuwa na urahisi wa wao kwenda kuchukua wachezaji kutoka katika vilabu hivi ambavyo ni vya daraja la kati, licha ya wachezaji hao kuwa na performance nzuri na kuonyesha wao kuwa uhai mkubwa sana wa vilabu hivyo. Na kwa namna moja ili nyingine, hili limekuwa likipelekea kuonekana sasa ushindani unabaki kwa timu mbili tu kubwa, na hizi timu zingine kutokuleta ushindani mkubwa, kwa sababu wachezaji wakubwa ambao wanakuwa nao hao ndio wanachukuliwa kwenda katika timu hizi kubwa. Nimekuambia haya kutokana na ambacho tulikiona siku ya jana kwa wachezaji wa Young Africans wawili, Barakonte pamoja na Dumbia kuondoka Young Africans, lakini Young Africans kuchukua wachezaji muhimili mkubwa wa Singida Black Stars, Maarufu Shakei pamoja na Damaro Kamara. Kwa utaalamu wako wa soka, Zuberi Mkaraboko, hili kwako wewe unalitathmini vipi? Ushawishi wa kifedha ndio tatizo. Vilabu vidogo haviwezi kukaa na wachezaji bora. Sawa. Wala si kitu chochote, kwa sababu mpira wa sasa ni biashara. Mchezaji anayekuwa mzuri lazima atacheza timu nzuri. Mchezaji bora atatafutwa na timu bora, na kinachofanya mchezaji atoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni fedha. Sasa zinapoletwa fedha na mpira ni biashara, hapo huwezi kusema vilabu vidogo vinadogodeshwa. Vinadogodeshwa kwa sababu moja ni kwamba wenyewe haviwezi kuwa na hiyo nguvu ya kuifanya viwe vikubwa. Sawa. Mchezaji mzuri, watu wamemuona mzuri, wanampatia dau. Asili yake ni kwamba huwezi kukaa naye dau, unataka fedha. Okay. Kwa mpira na mzunguko wa soko la mpira, hiyo hoja inaweza kuwa ni hoja ambayo inaweza kuzungumzwa na mtu ambaye hajui mpira wa biashara. Mpira wa kibiashara ndio unafanya leo
Damaro Kamara Singida kati za Yanga African. Mpira wa kibiashara ndio umefanya mchezaji kama Jonathan Soa asibaki Singida akaenda kumuona yuko Simba. Mpira wa kibiashara ndio unafanya Yusuf Kagoma kashindwa kubaki Singida akaenda Simba kwa sababu fedha ndio ambayo inatengeneza ushawishi kwa mchezaji. Sasa nini ambacho tunadhani kingekuwa bora kama hivi vilabu na wenyewe vingejenga mirija na minyororo yake mizuri ya ushindani wa kifedha, vingekuwa vinaweza kung'ang'ana na wachezaji bora. Lakini fadhili yake anaweza kupata mchezaji bora akaonekana na watu ambao wana mfuko mpana, huwezi kushindana nao sokoni. Ndio kile ambacho tunakishuhudia sasa. Sawa, na kwa namna moja au lingine hii ya kuchukua wachezaji kama hivi, nimekuuliza swali moja zuri na ningependa unijibu vizuri kwamba hauoni kwamba it's okay kwamba ni masuala ya fedha na vitu kama hivyo, lakini hauoni kwamba kwa namna moja au nyingine inapunguza ile ladha ya ushindani hasa katika kutoka katika vilabu vingine ukimtoa Simba pamoja na Yanga kwenye ligi yetu? Ushindani wa mpira nao unategemea fedha ndugu. Sasa kama utakuwa huna fedha na kukaa na wachezaji bora, utajitoa tu kwenye ushindani kwa sababu mwisho wa siku wachezaji wako bora wakitakiwa wewe huwezi kuzuia na mpira ni biashara. Kwa hiyo tunapunguza dhana usishindani. Ushindani wetu unaanza kwa kuomba nguvu ya fedha ijae mpaka kwenye vilabu vingine vyote. Ili wachezaji wao bora waweze kubaki nao. Kwa mfano, wamekuwa ni muumini mzuri wa kupatia soka la EPL pale Uingereza. Hivi leo nguvu ya kifedha walikuwa nayo Aston Villa kila mtu anajua. Nguvu ya kifedha Newcastle United kila mtu anajua. Nguvu ya kifedha walikuwa nao Man City, walikuwa nao Arsenal, ndio inaleta ushindani sasa. Sasa kama wengine wangekuwa na nguvu ya kifedha ingekuwa ni nguvu, wachezaji bora wangebaki timu hizi. Sasa ushindani wa mpira unategemea na nguvu ya kifedha. Sawa. Hivi vilabu vingine vinaukata. Tafsiri yake ni kwamba hawezi kuwa kwenye ushindani mzuri kwa sababu vinaukata. Sasa ukata huwezi kumsaidia masikini kwa kuongeza mtaji na tajiri. Masikini apambane ajipe utajiri. Sio tu upunguze utajiri wa tajiri ukampe masikini. Haiwezekani. Hiki ndio kitu ambacho tunakikosa kwenye mpira wetu, na kwa sababu hii conventional football mpira ambao umebidhaishwa kwetu ni ugeni, ndio maana mtu anaona dirisha kama hili dogo na ligi yetu ilikuwa ushindani. Nilikuwa nikisema juzi na wewe ni shahidi kwamba leo ligi yetu ili upate mchezaji bora akashindane kwenye ligi yetu lazima awe ni mchezaji ambaye anaonyesha ushindani wa daraja la Afrika na tabaka la Afrika. Kwa mfano, wewe ni shuhuda leo ligi yetu kitoa mchezaji anayecheza Ghana hajawiki na mchezaji ambaye kawiki ligi yetu. Mchezaji wa ligi yetu anakuwa bora zaidi kwa sababu ligi ya 5 Afrika kwa ushindani. Sasa leo kumchukua Damaro Kamara ambaye kawiki hapa kwenye ligi ya 5 Afrika kwa ushindani ukatafuta nafasi 6 sehemu nyingine, kama atakuwa ana ushindani tunaopata sisi ni ngumu. Ndio maana unaweza kuona kama Yanga Africans wanaangalia wachezaji bora maeneo haya. Na wewe umekuwa shuhuda. Wachezaji wengi wetu bora kabisa kutoka timu za Singida labda Azam wakija timu kubwa bado wanakuwa bora kwa sababu ndio timu zinazoshindana. Sawa, na tukirudi kwa Singida Black Stars ambaye imeruhusu wachezaji wake wawili kabla kuja kuwachambua vizuri kwa utaalamu wa mpira ulionao Mkalaboko. Uoni kwa namna moja au nyingine wamejipunguzia ile nguvu ya kuendelea kupambana katika michuano ya kimataifa? Kiukweli Singida wametoa dhahabu, wamepokea gololi. Oho. Ndio kinachoonekana kwa sababu ukitoa mtu kama Damaro Kamara, Maruf Shakei ambaye wameruhusu aondoke, na ukiangalia wachezaji ambao wanapokea Mohamed Dumbia tumesema mara kadhaa wachezaji wazuri ambao wako tu bora ambao tulitegemea, na ukiangalia Bakote wanaokwenda kule, na ukiangalia quality ambao wako nayo Shakei Maruf dhidi ya huyu Kamara, Damaro Kamara, tafsiri yake ni kwamba unaona Yanga Africans wao wametoa gololi, wamepokea dhahabu. Kwa nini? Kwa sababu quality aliyokuwa nayo Damaro Kamara kama kiungo mkabaji wa kisasa ambaye jukumu lake kubwa watu wa mpira wanasema ni kung'ata na kupuliza. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake awe na ile ability ya control midfield na kuweza kucreate space. Kiungo mkabaji kwa mpira wa kisasa awe anaweza kucontrol midfield na kucreate space kwa namna gani? Awe mzuri wa kufanya kazi kama pozeo na polezeo. Wakati mwingine awe anaweza kuficha space kwa wapinzani timu inapokuwa ina mpira. Wakati huo timu ilikuwa na mpira awe ndio mtu wa kwanza ambaye ana create position, awe anaanzisha timu kukaa kwenye umiliki sahihi. Yanga walikosa mtu wa namna hiyo kwa muda mrefu. Walikuwa na Halid ambaye tulikuwa tunasema anaipa control timu ifanye mashambulizi vizuri. Lakini Damaro ni mmoja wa mshambuliaji mkiungo ambaye sifa hizo wanazo. Utakumbuka hata zile mechi ambazo walikuwa wanakutana Singida Yanga au na Singida Black Stars wako kwenye midfield. Ni mchezaji ambaye ana create space na ile na hiyo ability ya kuweza kufanya hayo mambo muhimu. Sasa unapopata mchezaji wa kaliba kama hiyo unampeleka Yanga Africans, kwanza ni timu ambayo ina pressure ya ziada kwa maana nguvu ya mashabiki, maana yake mchezaji anaongeza ile fighting spirit. Kwa hivyo ni kitu ambacho unaweza kusema hawa Singida hawa leo kwa sababu ya huyo financial muscles yao ndogo wamekubali kupokea gololi, wametoa. Kwa maana Yanga Africans na wao wamepata dhahabu, wametoa gololi.
Wewe ni uhalisia tu, wewe unapata wachezaji wenye quality. Sawa. Na tukirudi kwa Musa Balakonte na Mohamed Dumbia, wachezaji ambao yaliandikwa mengi sana kuhusiana na uwezo wao, lakini at the end of the day timu imeamua kuwatoa kwa mkopo. Tunaweza tukasema wamefeli katika klabu ya Young Africans, au Yanga wao ndo wamefeli kuwasajili wachezaji? Wamefeli, wachezaji wamefeli, na Yanga wamefeli kusajili wachezaji. Sababu unapoleta mtu ambaye akukupa matarajio, maana yake mpango wako kukamilika, ndio kufeli. Sawa. Na yeye asipofanya kitu ambacho kinahitaji kutoka kwake kakufelisha, naye kafeli. Kwa hiyo Yanga walifeli msajili na wachezaji wamefeli ubora wao. Na ndio maana unaona wanatafuta option nyingine. Nani asijua kwamba wachezaji hawa kwenye nafasi zao wanacheza walishindwa kufikia hata nusu ya viwango ambavyo viliachwa na mtu kama Chama, viliachwa na mtu kama Aziz. Kwa sababu nikimtazama mchezaji kama Mohamed Dumbia ni mchezaji mzuri, lakini kitu ambacho anakikosa yeye kwake wanasema tunasema ni ile effort running, extra effort running kwa mpira. Extra effort running, uwezo wake wa kuwa na matukio ya ziada kwenye timu, hasa kwenye final 10, kitu ambacho alikuwa anakifanya Aziz Ki. Sasa extra effort running unapokuwa unailack mchezaji wa kariba hii, una uwezo ule wa ziada wa kutengeneza creativity kwenye sanduku, wa kufanya uwe box poacher, yani wewe ni jangili wa matukio kwenye sanduku, ndio ulifanya Young Africans sione na Messi Aziz Ki. Sasa hiyo extra effort running kwa mchezaji anafanya, lakini unarudi pia hapa kwa kuna wale nani walikuwa wanashinda ile ability ile game situation. Bila moja kitu ambacho kinafanya mchezaji awe mzuri ni ule uwezo wake wa kusoma matukio ya mechi na kuyafanya yawe sambamba na ukaribu na mipango ya timu. Sasa inakuja ndio wachezaji tunazungumza wenye improvisation, wabunifu, wachezaji ambao tunazungumza aggressive, wanaweza kupambana. Sasa hawa ni wachezaji ambao ulikuwa mechi inapokuwa ina flow kwa karibu hivyo ndio unaona bora wake. Mechi ambayo inabidi mtafute ubora wenu hawakupi bora wake. Hiyo ndio tunasema kulaki extra effort running kwa mchezaji, yale matukio ya ziada ambao walikuwa wanayakosa. Na ndio maana unaweza kuona Young Africans wanashawishika kumtafuta Shakei maarufu. Kwa nini? Kwanza ni tayari ni mchezaji mwenye uzoefu katika ligi na watapata quick shift. Maana yake utapata mchezaji haraka ambaye yuko kwenye hiyo rhythm kila leo, ana hiyo intensity, lakini unarudi kwa Damaro Kamara na ndio sio quality yake, amecheza ligi kwa uzoefu, tunaona anacheza katika mechi nyingi kwa uzoefu. Kwa fasili yake ni kwamba anaweza kukupa kitu ambacho kwa timu kisiwa kina lack kubwa. Na tunaweza tukasema hii ni tahadhari kwa Balakonte pamoja na Mohamed Dumbia, kwa sababu uwezo wa Maruf Shakei pamoja na Damaro Kamara ambao umewashawishi viongozi wa Young Africans mpaka kuwachukua, endapo wakifanya hivyo mpaka mwisho wa msimu, maana yake Balakonte pamoja na Mohamed Dumbia inawezekana wasiendelee tena kuwa kikosi cha Young Africans, na Young Africans kuwachukua Damaro Kamara pamoja na Maruf Shakei kama wachezaji wao, tuseme wamewanunua moja kwa moja. Fasili yake ni kwamba wale wameambia watupishe tuone na watu wengine. Sasa mtu tupishe na tumekupeleka kwa mkopo, maana kama utakuwa na kitu cha ziada tunachotaka kutoka kwako tutakupa nafasi, lakini kifupi wameshindwa kuifikisha Yanga kule ambako ilitaraji kufika. Na tumalizie hapa Mkaraboko. Nimeona Young Africans wamemchukua bwana mdogo Emmanuel Samuel Mwanengo. Ni kweli Yanga walihitaji aina hii ya striker Mkaraboko, licha ya Andy Bobo Boyeli pamoja na Prince Mpomelelo Dube kutokuonyesha uwezo wao mkubwa ule ambao watu wengi walikuwa wanautarajia katika eneo la ushambuliaji la Young Africans. Emmanuel Samuel Mwanengo anatosha? Kwanza mimi sio muumini wa kumtathmini mchezaji kwa takwimu peke yake. Sawa. Takwimu unahitaji matukio kuyajua. Lakini mchezo wa mpira unamezeshwa na matukio kwa ujumla ambayo wanaita general play. Sawa. Namna gani unashiriki kwenye mchezo, namna gani unashiriki kutengeneza takwimu, namna gani unakuwa na hizo takwimu. Mwanengo bwana mdogo Emmanuel ni mshambuliaji mzuri tu. Ukimwona uwezo wake wa kufunga upo na namna ambavyo anacheza alivyo, ila wakati mwingine unaweza usione ubora wake kutokana na aina ya timu anayocheza wakati mwingine. Na unaweza kumleta kwenye timu kubwa kama hii ambayo inampa ubora ambao yeye anaweza kuwa bora zaidi na akafanya makubwa. Sasa ukijificha kwenye kichochoro cha takwimu peke yake, na wachezaji hapa tukishika peni na karatasi ndio anapanga ofisi ile vile kila siku hana hata goli moja. Lakini ndio wachezaji ambao wanatakiwa kushiriki. Kinachoangaliwa ni general play. Bwana mdogo yule kwa namna alivyo, maana yake kama anakwenda kupata nafasi na akaweza kudhibitisha alicho nacho, tunaweza kuona mengi mazuri. Lakini wakati mwingine anaweza pia akaingia kwenye timu mzigo ukaelemea ubega moja ikawa tabu pia. Lakini mimi nadhani kwa uwezo wake alionyesha na timu kama TRA United na vile ambavyo wanaweza kacheza kwenye timu kama Young Africans ambayo ina ball distributors wengi, wanaweza kupata nafasi ya kumtengeneza flow ya game, na yake ana nafasi kubwa, anaweza kuwa na kitu cha ziada kwa sababu amedhihirisha ubora kwenye timu ya kawaida. Sasa si mchezaji wa kumbeza wa kariba hiyo.
Sawa, kwa hiyo mpaka hapo Mkalaboko, kwa utaalamu na yale ambayo uliyaona kwa Young Africans toka msimu unaanza, unaweza ukasema Yanga kwa sasa imeshakamilisha kila ambacho wewe ulikuwa unakihitaji, kwa maana eneo la katikati amepatikana Damaro Kamara, lakini pia eneo la mbele kwa maana ya eneo la ushambuliaji amepatikana Maruf Shake, mchezaji ambaye anaenda kulainisha ile safu ya ushambuliaji. Kwako unaamini hapo kila kitu sasa kimekaa sawa? Bila shaka kwa namna moja, kwa sababu timu ya mpira wakati mwingine shida inaweza ikawa nafasi, lakini wakati mwingine unapoimarisha timu nafasi pia haiwezi kuonekana. Kwa mfano dunia sasa tunazungumzia pressing game. Pressing game ni mchezo unaotengeneza timu ili imetengeneza mashinikizo kwa usahihi kwenye mpira na bila mpira. Sawa. Sasa kwa nini tunasema hivyo? Kama unatengeneza timu ambayo ina pressing game nzuri bila mpira na mpira, maana yake msingi wa pressing wanasema ni position collectively, ni sote tumiliki mpira kwa ushirikiano, tukiwa mpira tunatafuta pamoja, tukiwa mpira tunakwenda kutengeneza mashambulizi na kutumia nafasi tunazotafuta kwa pamoja. Sasa wakati mwingine timu ikiwa inacheza kwa ufanisi kwenye pressing game, hata kama ina mshambuliaji anaweza usione kiungo kwa mfano. Wakati ule wa Africans chini ya Miguel Gamon, ngumu ilikuwa sio kwa mshambuliaji sana kama utakumbuka. Magoli mengi alikuwa anafungwa na Stefan Azizki ambaye ni kiungo mshambuliaji. Kwa nini? Kwa sababu mtindo wa timu yao kucheza unatoa nafasi kwa mtu yote tukao tunashambulia na kupata nafasi ya kucheza. Kwa nini? Kwa sababu Yanga kwa sababu walikuwa wanakosa mtu wa ziada ambaye unapokwenda kwenye sanduku kila mmoja anafanya eneo la upinzani ile jepesi kulishambulia kwa sababu ya ubunifu na kasi ya matukio yanayokuwa nayo. Sasa unapokosa watu wa kaliba hiyo inaita kama kwa mfano sasa hivi mkuu alikuwa kwa Pacome Zouzoua. Sasa kama unakosa mtu mwingine wa ziada, maana yake akibana Pacome timu inakuwa sawa sana mtu ambaye kabana pua sasa hawezi kupumua tena. Lakini sasa kwa namna ilivyo na timu kitengenezwa hivyo na Maruf Shake, una mtu kama Max vile vile, lakini unaongeza nguvu labda wakifanikiwa huyo usajili wa Okello Allan, basi yake ni kwamba tayari ile pressing game yao inakwenda kwa uzuri, kwa sababu shinikizo ni bila mpira na shinikizo na mpira watakuwa nao, kwa sababu wanao watu ambao wanaweza kuifanya hiyo shinikizo kaenda kwa ufanisi na hasa kwa final. Bwana Mkalaboko, mimi naomba nikushukuru sana kwa kuungana nasi Dar Sports. Sawa. Hayo ndio yalikuwa ni mazungumzo ya Florence Renatus pamoja na mtaalamu wa soka Zuberi Super Mkalaboko ambaye kwa sasa bado yupo kule mkoani Morogoro. Kubwa zaidi, kama umetusikiliza vizuri, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na haya masuala ya timu zetu kubwa kuwa na tabia, lakini pia tunasema kasumba, wengine wanasema hivyo, Mswahili anasema hivyo, ya kuwa wanachukua wachezaji ambao wanaonekana kuwa bora kwa baadhi ya timu ambazo angalau zimeanza kuonyesha ushindani mkubwa kwao. Jambo hili kwa namna moja au nyingine haliui ushindani. Mkalaboko amekujibu vizuri kabisa na kwamba issue is money. The problem is money, kwamba kila mchezaji ambaye yupo katika timu sio Simba na Yanga wala Azam, basi tamaa yake kubwa siku moja ni kuiona anazichezea timu hizi. Kwa maana akiwa Singida Black Stars anaiangalia nembo ya Young Africans, anaona siku moja nikiwa pale katika nembo ya Young Africans huenda nikatoka pale nikawa sehemu kubwa zaidi kuliko katika nembo ya Singida Black Stars, huenda ikawa ni platform ambayo sio kubwa sana, kwa maana ikanipa mimi nafasi ya kufika mbali sana. Lakini kimsikiliza vizuri Zuberi Super Mkalaboko ameelezea issue ya fedha, kwamba nguvu ya fedha walionao Young Africans ndio ambao ushawishi wa kwanza mkubwa ambao umewafanya unawafanya kuwa wanachukua wachezaji kutoka katika timu hizi ndogo au timu za madaraja ya kati. Ndicho ambacho hata mnyama Simba kama umekuwa ukimshuhudia vizuri, naye pia amekuwa anafanya hicho. Kwa hiyo issue sio kwamba ni rahisi kuwachukua, hapana. Issue ni fedha, kwa maana ya timu hizi mbili kubwa zina nguvu ya fedha, na ndizo ambazo zimekuwa zinawafanya wao kuchukua wachezaji kutoka timu hizi ambazo zinaonekana kuwaletea ushindani mkubwa sana. All in all ni kwamba Singida Black Stars wamepata wachezaji wazuri, lakini pia hata Young Africans naye pia amepata wachezaji wazuri. The problem is nani ambaye ataenda kuwatumia vizuri. Musa Balakonte, Mohamed Dumbia wana kazi ya kufanya kuhakikisha wanarudi katika kikosi cha Young Africans, wakati Maruf Shake pamoja na pamoja na Damaro Kamara hawa nao pia wana kazi ya kufanya kuendelea kubaki katika nembo ya klabu ya Young Africans. Jangu ni Florence Renatus, nilikuwa na Zuberi Super Mkalaboko. Tumefanya interview kwa njia ya simu, tunasema telephone interview. Wataalamu wa somo journalism wanaelewa interview kama hizi zipo. Cha msingi tumezungumza na sosi ambaye ana uhakika zaidi. Nikukumbushe bwana, kumbuka kusubscribe, kwa sababu online media ya michezo ambayo inafanya vizuri kwa sasa nchini Tanzania ni sisi Data Sports, kwa ujengaji wetu mzuri wa vipindi, lakini pia sauti nzuri, picha nzuri angavu ambayo unaishuhudia, lakini pia ukweli na usahihi wa taarifa ambazo tumekuwa tukizitoa kwako. Kwa hiyo kwa wakati mwingine ukihitaji kukutana na sisi, njia pekee ni kusubscribe, lakini pia weka notification on, kwa maana ya taarifa ya vipindi vingine linapokuwa inatoka, basi wewe unakuwa wa kwanza kuweza kuvipata. Mtaalamu wa hizi kazi sio mwingine ni Mr. Paco. Mpaka wakati mwingine, bye.